Mambo vipi mtazamaji wa Simba Fans TV popote ulipo, na kusalimu kwa jina la Simba Sports Club nguvu mmoja. Matumaini yangu mzima wa afya. Naitwa Dos Santos Khamis Junior Mpemba mwenye majina ya Kibrazil. Instagram pale ni @KhamisJR_. Kwenye mitambo niko na Michael Isaya. Kama bado huja subscribe, fanya hivyo uweze kuwa wa kwanza kupata updates kutoka Simba Fans TV. Hii ndio sehemu pekee wewe shabiki na mwanachama wa klabu ya Simba kuweza kupata yale ambayo yanakuhusu wewe. Na leo nina jukumu moja zito la kuweza kukujuza baada ya Simba Sports Club kupangwa dhidi ya National Ahli kutoka nchini Misri katika michuano ya African Football League. Wakati mbivu na mbichi za African Football League maarufu kama Super League zikiwa zimejulikana, huku kila timu shiriki ikifahamu inaenda kukutana na nani kwenye michuano hiyo tajiri zaidi barani Afrika. Wawakilishi wa Tanzania Simba Sports Club wamepangwa dhidi ya mabingwa wa kihistoria wa ligi ya mabingwa barani Afrika, Nadi El Karni ama National Ahli ya nchini Misri. Simba Sports Club ambayo ilianzishwa mwaka 1936 jijini Dar es Salaam, ikifahamika kama Queens kabla ya kubadilishwa majina mbalimbali kama vile Eagle, Sunderland na hatimaye kupatikana jina la Simba. Tangu kuanzishwa kwake na kushiriki michuano mbalimbali ya kimataifa, imekutana na vijana hao wa Mswizi Marcel Martin Kola mara 4 pekee, na wazungumzia National Ahli. Mara zote hizo timu hizo zimekutana katika hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, huku kila timu ikiwa na rekodi ya kuvutia pale inapokuwa katika uwanja wa nyumbani. Katika michezo hiyo minne, Simba Sports Club imefanikiwa kuibuka na ushindi wa michezo miwili, halikadhalika National Ahli wakiibuka wababe kwenye idadi hiyo hiyo ya michezo miwili. Kuweka kumbukumbu sawa, Simba Sports Club chini ya Mbelgiji Patrick Osems Uchebe walikutana na wakali hao kwa mara ya kwanza Februari 2 mwaka 2019 jijini Cairo nchini Misri, kwenye mchezo wa mzunguko wa 3 wa hatua ya makundi ya michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, ambapo wekundu wa Msimbazi Simba walikubali kichapo cha mabao 5-0. Mnyama akiwa amejeruhiwa huku akitafuta nafasi ya robo finali, hakukubali unyonge kwenye mchezo wa marudiano uliopigwa kwenye dimba la Benjamin William Mkapa, wenyewe wanapenda kuuita kwa Mchina ama Lupaso, ambapo waliibuka na ushindi wa bao 1-0 lililowekwa kimiani na bull striker Medi Kagere na kufufua matumaini ya kufuzu hatua inayofuata. Waarabu wanasema manjitahada wajada, mwenye kujitahidi hupata juhudi, na juhudi ziliwapelekea Simba Sports Club katika hatua ya robo finali, licha ya awali kuchukuliwa kama kibonde wa kundi hilo mbele ya National Ahli, AC Vita na timu nyingine. Nafasi ya kuendelea na hatua iliyofuata, Simba Sports Club waliweza kuifanikiwa na kuweza kuingia hatua ya robo finali. Wanakandanda wanasema ukitaka kuwa bingwa lazima upambane dhidi ya mabingwa. Msimu wa mwaka 2020-2021 michuano ya ligi ya mabingwa barani Afrika, kwa mara nyingine Simba Sports Club alipangwa kundi moja na National Ahli, AC Vita Club pamoja na El Merreikh kutoka nchini Sudan, ambapo Simba Sports Club aliwatoa nishai vigogo hao wa soka barani Afrika kwa kuongoza kundi, huku akipoteza mchezo mmoja pekee. Katika mchezo wa kwanza ulizokutanisha timu hizo Simba Sports Club dhidi ya National Ahli, Simba waliweza kuwatoa nishai vigogo hao waliokuwa wametoka kucheza mchezo wa fainali ya club bingwa dunia dhidi ya mabingwa Ulaya FC Bayern Munich kwa kuwatandika bao 1 lililofungwa na Luis Jose Miquissone ama Konde Boy. Al Ahli wakilipa kisasi kwenye mchezo wa marudiano pale nchini Misri, ambapo mabingwa hao waliibuka na ushindi mwembamba wa goli 1-0. Hii inakuwa mara ya kwanza kwa wababe hao kukutana kwenye hatua ya mtoano ya mashindano makubwa barani Afrika. Je, Simba Sports Club wataendeleza kile ambacho wamekuwa kifanya pale Stadio de Benjamin William Mkapa, ama Waarabu wataondoka na ubabe? Mimi naitwa Khamis Junior Mpemba mwenye majina ya Kibrazil. Instagram ni KhamisJR_. Kwenye mitambo ni Michael Isaya. Nikukumbusha usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kile ambacho tunafanya. Endelea kufuatilia Simba Fans TV. Kwa heri.